kwa sababu utakuta ibara ya 212B, wenye wajibu wa kuhudumisha muungano ni marais na makamu wa rais tu, sio wananchi. Kimoja hicho kwanza. Na pia utakuta tayari ndani ya rasimu imetolewa ruhusa ya nchi shirika kupiga kura ya maoni ya kuamua kuwepo kwa muungano. Kwa hiyo tayari tunahisi kwamba taratibu za kisheria za kutengeneza rasimu ambayo itapelekea kuwa na katiba mpya ya Tanzania zinaanza kuporomoka. Kwa hiyo tuna wasiwasi kwamba sheria itakuwa haikufanyika ipasavyo katika kupata katiba mpya. Ibara ya 66(2) na 3 inathibitisha hayo, kwamba kutakuwepo na kura ya maoni na wabunge hawatakuwa na uwezo tu wao kupitisha swala hilo la kuwepo au kutokuwepo kwa muungano mpaka nchi shirika zifanye kura ya maoni. Kwa hiyo tayari muungano hiyo, uhifadhi wake na udumishaji wake na uwepo wake vyote viko hatarini. Kwa hiyo sasa tunakwenda kwamba kuangalia vifungu vingi vya rasimu hii vimebeba masuala ya sheria ambayo yalitakiwa yawemo kwenye sheria zitakazotungwa na Bunge. Sifa moja ya katiba ni mkataba maalumu wa wananchi, inatakiwa iwe simple and precise, kwa maana ya kwamba iwe wazi na yenye kueleweka. Kwa hiyo kwa taifa letu la Tanzania si rahisi ukiwa mambo yote yanayohusu sheria na michanganyiko imo ndani ya katiba, itawawia vigumu wananchi kuielewa, ambao wao ndio walengwa wakuu wa kuitekeleza katiba hiyo. Kwa hiyo unakuta ibara ya 110 tutakuwa na mabadiliko ya mara kwa mara katika katiba, na Bunge ambalo idadi yake na akili zake za vikao ni ndogo kwa mujibu wa katiba hii. Kwa hiyo mabadiliko ya sheria ambazo zitatakiwa zifanyiwe kila mara mabadiliko, sababu mambo yanakwenda yanabadilika. Leo kutakuwa na hiki, kesho kutakuwa na kile. Kwa hiyo sheria itabidi badilike sambamba na katiba ifanyiwe marekebisho tena. Kwa hiyo kila mara itakuwa katiba hii iko kwenye mkono wa kubadilika tu. Bunge litafanya kazi hiyo, na bunge lenyewe la watu 75 kwa mujibu wa rasimu hii. Na akidi ya bunge kwa maana quorum ni nusu ya wabunge. Kwa hiyo sasa nusu ya wabunge 35, jamani, binadamu kama anagawika kwa 75 sielewi, lakini nusu yake ndio tunaambiwa wanaweza kupitisha miswada ya sheria. Hali kadhalika kumuondoa madarakani rais. Wakipiga kura 25% wa wabunge wakatia saini yao kupendekeza, kwa hiyo uwepo wa rais wa muungano uko hatarini. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yamo humu kisheria, inaleta tatizo kubwa. Kwa hiyo tukija tunakuta kwamba marekebisho ya kuongeza na kupunguza mambo ya muungano yataongeza gharama katika taifa letu, kwa sababu kila jambo likitaka kuongezwa la muungano au kupunguzwa tunapiga kura za maoni nchi shirika. Kwa hiyo haya sasa tunapiga kura ya maoni tuondoshe hiki, sasa tunapiga kura ya maoni tuongeze hiki. Kwa hiyo sasa gharama zinaanza kujitokeza hapo za muundo huu ambao tumetajiwa. Licha ya hivyo, gharama za muundo hazipatikana kwa kupiga kura ya maoni tu. Gharama pia zitakwenda kwa vile rasimu imekusanya tume 8 humu kwenye rasimu, na idadi ya watumishi na viongozi na makatibu wakuu na makatibu viongozi. Kwa hiyo idadi ya viongozi na hizo tume zitakuwa ni mzigo na gharama kubwa katika taifa letu. Hayo tunayakuta ibara ya 57, 102, 172, 178, 181, 188, 194, 226. Hivi vyote vifungu navyohitaja mwenzangu atakwenda in deep, atavieleza na kuvisoma. Ibara C ya 230, ibara hiyo imewekewa vifungu maalumu, inahusu majukumu na uhuru wa mkuu wa jeshi la polisi. Haimo kabisa kwenye rasimu, imo kwenye yaliomo tu. Kwa hiyo ikimeruka hicho kifungu, ibara ya 230 yote imeruka, haimo kabisa kwenye rasimu. Halafu maudhui mengi yaliyoingizwa katika rasimu hayahusu masuala ya muungano, kwa sababu mkija huku mwisho wa rasimu mtakuta mambo ya muungano ni 7, lakini ukija kwenye maudhui ndani
unakuta humu ndani kuna polisi imeshatolewa kwenye muungano, lakini ndani ya maudhui kuna maelezo kabisa yanahusu swala zima la polisi, mahakama ya rufani na ya juu, utumishi wa serikali katika muungano, tume huru ya uchaguzi na masuala ya kutangaza hali ya hatari. Kwa hivyo tutaona kwa namna gani jinsi rasimu inavyoweza kuunganisha nchi zote tatu. Kuna jeshi la polisi limeshapewa mamlaka katika nchi shirika, kuna jeshi la polisi la muungano ambalo hata huko kwenye ongeza elimu lakini kwenye maudhui limeshapangwa vizuri kabisa. Kwa hiyo sasa tutakuwa na mapolisi watatu katika nchi zilizokuwa zote pamoja. Kwa hiyo hapa ni hatari. Wakati huo ruhusa ya kutengeneza vikosi vya ulinzi na usalama, kila nchi imepewa ruhusa kwa mujibu wa rasimu hii, jambo ambalo linaweza kuleta migongano mikubwa. Jeshi la muungano likiingia pahala likasema hapa kuna vurugu na fujo, rais wa nchi shirika anaamua kusema toa jeshi lako, nina jeshi langu. Migongano mikubwa ambayo haikuwahi kutokea inaweza ikatokea ndani ya rasimu hii. Hali kadhalika utangazaji wa hali ya hatari. Kila rais ana mamlaka ya kutangaza hali ya hatari kwa sababu si jambo la muungano, lakini ndani ya muungano pia lipo. Kwa hiyo mgawanyo wa madaraka kuhusiana na hizi sekta nilizozitaja utaleta migongano mikubwa. Suala la elimu limetolewa kabisa kwenye muungano, lakini humu tunasisitizwa kwamba itengenezwe sera ya kuelimisha katiba kwenye vyuo pamoja na mashule. Sijui tunaiweka vipi hilo swala, lazima tuzingatie. Ni kama uchokozi, na tunaweza kuona haya yote yanazungumza ibara ya 9, ibara ya 22, ibara ya 30, 32, 38 na ibara ya 17 4DE. Rasimu pia imekaa kimya kuhusu tawala za mikoa na wilaya, lakini tunaambiwa kwamba majimbo ya uchaguzi kwa Tanzania bara yatakuwa ni mikoa na majimbo ya uchaguzi kwa Zanzibar yatakuwa ni wilaya. Lakini mamlaka na jinsi gani itapatikana mikoa hiyo, mgawanyo wake haumo kabisa kwenye rasimu nzima. Na pia rasimu imetaja uwepo wa makao makuu ya muungano ambayo humu hayakutajwa. Wamesema tu kwamba atakuwa mawaziri wa kazi watakuwa na makao makuu yao ndani ya serikali ya muungano, lakini sijui yako wapi, hayakuainishwa. Pia kuna utata kwa baadhi ya tafsiri ya maneno au kutokuwepo kabisa tafsiri. Kuna maneno kama waziri mwandamizi haikutafsiriwa. Kiongozi wa umma imetafsiriwa kwamba ni kiongozi wa kuchaguliwa au kuteuliwa. Hatujui ni upi, kwa sababu wako viongozi wengi wanachaguliwa na kuteuliwa, wengine wa kisiasa, wengine wa serikali wanateuliwa. Kwa hiyo bado kuna utata hapo. Halafu kuna suala zima limeandikwa hapa la masheha kutokuwa na haki ya kushiriki katika tume huru ya uchaguzi. Masheha hawamo katika Tanzania bara, wanatambulika Zanzibar tu, lakini kwenye serikali ya muungano wamewaingiza hao masheha. Na neno Zanzibar mtawalia, sijui wenzangu kama wataalamu zaidi, nyinyi wanafunzi mnaweza kutuambia neno hilo Zanzibar mtawalia sijui ni nini, limo humu mbele ya sheha. Kwa hiyo maneno kama haya yanapatikana, na hiyo tume huru ya uchaguzi imo katika kifungu cha 181 ambalo ni jambo pia si la muungano na limeingizwa. Kwa hiyo haya mambo yanaweza kuleta utata, tufikiri na kuyazingatia vizuri. Suala la mapato na matumizi ya muungano ambaye ndio roho ya muungano mwenyewe halijafafanuliwa vizuri humu ndani. Na hii kwa mujibu wa taratibu ukitizama ilivyopangika inazidi kuimaliza Zanzibar, tukitaka tusitake. Huo ndio ukweli. Kwa sababu kwanza hatutokuwa na share kutoka BOT, maana benki kuu sasa hivi itakuwa ni jambo la muungano, na sisi tuna vitu vyetu huku na mabenki yetu, na tumeambiwa kwamba nchi shirika zinaweza kuunda sera zao za kifedha. Kwa hiyo migongano ya kifedha tayari hapo. Wakati huo Zanzibar tunaanza kwenda chini. Hali kadhalika utakuta kwamba vyanzo vya mapato Zanzibar itabidi ichangie katika serikali ya muungano, wakati ushuru wa bidhaa ni swala la muungano, lakini kuna baadhi ya kodi zimeshatolewa kama za corporate tax na kodi kubwa kubwa zote zimetolewa. Kwa hiyo utakuta mapato ya Zanzibar si rahisi kukidhi kuchangia serikali ya muungano. Labda kama wataalamu wa uchumi wapo wanaweza wakatusaidia kwa namna gani Zanzibar itajikwamua na kuweza kutoa mchango wake Tanzania.
Hali kadhalika utakuta kwamba hata wabunge ambao tulikuwa nao 50 kutoka majimboni, sasa hivi tutakuwa na wabunge 20. Kwa maana hiyo mfuko wa bunge kwenye majimbo haupo tena, utabaki kwenye wilaya tu. Kwa hiyo tunaanza kupunguza ule uwezo wa kusaidia majimbo yetu hapa Zanzibar. Kuna suala zima la sera za taifa, suala ambalo limegusiwa tu kwenye rasimu lakini halijaelekezwa sera hizi zitapatikana wapi, zitaundwa wapi, zitatumika vipi. Jambo ambalo ni hatari sana tena, kwa sababu muundo wa serikali tatu ndani ya mfumo wa vyama vingi plus na kuruhusiwa mgombea huru italeta mgongano wa aina yake ambao hatutegemei katika maisha yetu. Kwa sababu natoa mfano, endapo rais wa Zanzibar atatoka chama cha CUF, rais wa Tanganyika akatoka chama cha Chadema, na rais wa muungano akawa mgombea huru, sera zipi zitatumika? Ni lazima tujiulize, tutafakari, wanasiasa, wanauchumi wote Tanzania, tuangalie kwa kiasi gani tutaweza kuhimili muundo wa serikali tatu ndani ya mfumo wa vyama vingi chini ya sera za vyama, kwa sababu mfumo uliopo ni kwamba chama tawala ndicho kinatumika sera zake. Sasa ni sera zipi zitatumika wakati katiba ya nchi haitoonyesha ufafanuzi wa sera za kitaifa zitakuwa vipi na zitaelekezwa vipi kwa wananchi wa nchi zote? Rasimu imetawaliwa na sehemu kubwa ya haki za binadamu, ingawa jambo hili limesisitizwa katika sheria namba 8, lakini kwa mujibu zilivyodandazwa kwenye rasimu kana kwamba Tanzania imekosa kabisa utumiaji wa haki za binadamu. Tunarudi kwenye taifa letu la Zanzibar na tamaduni zetu. Uhuru wa mtu binafsi ni individual right ambayo imetoka nchi za magharibi, ni katika international rights za kidunia za human rights law, lakini Tanzania ni nchi mojawapo ambayo kuna baadhi ya mambo zinakubali, tuna rectify, lakini kuna baadhi ya mambo hatuyakubali. Kwa hiyo bila kuweka mipaka ndani ya katiba na kuweka visisitizo vya kwamba uhuru wa individual right usiwe kiasi hicho alichoweka, mpaka mawasiliano binafsi yake ya faragha yasiingiliwe na chombo chochote, ni hatari. Kwa hivyo hawakufafanua vizuri njia ambazo zitatumika kudhibiti individual right, uhuru wa mtu binafsi. Hii ni hatari kwa tamaduni wetu. Wakati huo rasimu hiyo ambayo imempa uhuru mno binadamu wetu wa Tanzania imeshaondosha suala zima la utamaduni wa Tanzania, kwa maana ya kwamba ibara ya 50 kifungu cha 3 na cha 4 kinaeleza wazi wazi kwamba ni marufuku kwenye katiba hii kwa mtu yoyote kurithi mila, desturi au tamaduni, kwa maana ya kwamba haruhusi kurithi. Kwa hiyo sasa tafsiri iliyowekwa humu, kama ikiwa haikutafsiriwa vinginevyo, tutatafsiri kwamba kuanzia sasa hamna kurithi masharifu, ukoo wa usharifu hamna kurithi tena. Kwa hiyo waliokuwekwa hao ndio hao basi. Kwa hiyo kama kuna tamaduni zetu haturithi tena, na ikasisitizwa kifungu cha 4 chake kwamba ni marufuku kwa sheria yoyote. Tunazidi kugandamizwa, sijui tunatolewa kwenye tamaduni za Kiafrika tunapelekwa kwenye tamaduni za magharibi, nafikiri sana kutokana na sheria hii. Kwa hiyo sitaki kusema sana, muda umekwenda, lakini mwenzangu ataenda deep huku. Ninamalizia kwa kusema kwamba tume imeshindwa kufafanua au kuformulate muundo wa serikali tatu kwenye rasimu, na hii imedhihirika kwa kulilazimisha neno shirikisho. Nyote kama mna rasimu tizameni, shirikisho limo kwenye ibara ya kwanza tu. Nenda rasimu nzima utakuta hakuna neno tena shirikisho. Kuna nchi yenye mamlaka kamili. Kila utapokwenda kuna mkuu wa nchi, kuna mamlaka ya nchi, yani hakuna tena mamlaka ya shirikisho. Kwa hiyo inaonekana jinsi ilivyoshindikizwa na kulazimishwa, kiasi ambacho tunaweza kusema sasa tunapoteza ule uhalali niliosema wa kisiasa
wa kuamini kwamba maoni haya ni ya wananchi, isipokuwa ni compromise ya tume kutaka kuweka mbadala wa jambo ambalo wananchi wamelitaka, ili kuweza kwenda sambamba na ule wakati wanaoona kwamba unahisi sasa tufanye mabadiliko. Lakini mabadiliko ambayo yamekusudiwa, mimi kama yangekuja kwa muundo ambao umekwenda sambamba na sheria, umekwenda sambamba na matakwa ya wananchi, au hata kama haukwenda sambamba na matakwa ya wananchi, lakini hoja za wananchi wachache zimekuwa nzito na zimepelekea kuwepo na muungano huo serikali tatu kwa mfumo ambao unakidhi maslahi ya Zanzibar na ya upande wa pili na ya muungano wenyewe, basi mimi hata kama ningeambiwa kuna mwongozo umetoka wa chama tukatae serikali tatu, mimi ningeghairi, ningesema hapana na kwenda huku, kwa sababu sheria zimefuatwa. Lakini kwa mwongozo huu, kwa rasimu hii na mambo haya ambayo nimeyachambua kisheria kwa mujibu nilivyoyaona, hata mtu akinilazimisha kwamba mwongozo ni lazima tuende serikali tatu, mimi binafsi yangu nitaghairi, niseme hapana. Vinginevyo yafanyike mabadiliko makubwa ambayo yataweza kurudisha uhalali wa kisheria na kisiasa. Kwa hiyo baada ya kusema hayo machache, ningependa nimkaribishe mwenzangu na yeye aende kifungu hadi kifungu tuone ndani kilichomo, alafu baadaye tuweze kuona mwenyekiti ataendeleza vipi kutoa ruhusa ya watu kuweza kuona kile kilichopo na wewe kutoa mchango wako, ili tuweze kusaidiana katika kujadili mkakati huu wa rasimu. Asanteni sana. Salamu alaykum kwa mara ya pili. Nakushukuru Binajma kwa kuanza kuweka changamoto ya nini tunachokijadili. Ndugu wana vyuo vikuu, kwa kweli mimi nianze kwanza kwa kusema kama alivyotangulia mwenzangu kuyasema, lakini na mimi ni chokozi. Kwa kweli mimi kama nilivyosema mwanzo sio mwanasheria, lakini najua ABCD ya kisheria. Kwa hiyo nitatumia nafasi hiyo hiyo na mimi kuona udhaifu uliokuwemo humu. Kwanza, pamoja na yale aliyosema mwenzangu ambayo nitatakiwa niyaseme kifungu kwa kifungu na nyewe yasikie, najua wako wengine hawana hizi rasimu, lakini naweza kusema kwamba hii rasimu kwa hatima ya taifa na hatima ya kile ambacho alikianza mwanzo kukinadi kabla ya kuleta rasimu hii, kudumisha, kuenzi na kuhifadhi muungano, hakipo katika rasimu hii. Lakini kingine ni kwamba rasimu yenyewe inajicontradict kama inavyojigawa katikati, na hii ndio inavyojigawa. Inaonesha rasimu ina muundo kama kuna mabaki hivi ya serikali mbili ambayo ni mengi, lakini kuna vitu wametaka kuvilazimisha vya serikali tatu ambavyo baadaye vinaleta contradiction na mfumo huu ambao upo. Sasa kwa munasaba huo, mbali ya kisheria kwamba hii haikidhi matakwa ya Wazanzibari, haikidhi matakwa ya Wazanzibari na hatima ya Zanzibar, kutokana na mambo yafuatayo. Kwanza, mtakubaliana na mimi kwamba kuna kitu kimeelezwa tunu. Mimi nichokoze kuanzia hapo. Kuna kitu tunu. Tunu kipo kwenye ibara ya 5. Wameeleza tunu: utu, uzalendo, uadilifu, umoja, uwazi, uwajibikaji na lugha ya taifa. Hivi jamani, kwa utamaduni wetu wa Kizanzibari na Kitanzania, kama hizi ndo tunu, maana tukiambiwa tunu kwa fasiri ya kawaida ya kileiman tu ni vitu ambavyo huna uwezo, huna sababu ya kuviepuka. Jamani, naomba nikuulizeni, utu huo utakujaje bila ya heshima ya watu kuheshimiana? Hapana hapa. Lakini utu huo wewe uweje kama hakuna haki ya mtu mwenyewe ya kuheshimiwa na kufanyiwa mambo ambayo yapo kihaki? Haipo hapa. Lakini utu wenyewe utafikiaje kama hakuna huo usawa? Sasa tume hii
iliyotuletea rasimu hii, sisi ambao tuna uono tu wa juu juu tu, basi tayari tunaanza kuona mapungufu na kama hakuna vitu hivi. Lakini leo kuanzia serikali hiyo iliyokuwepo ya Jamhuri, serikali hiyo iliyokuwepo ya Umoja wa Kitaifa, serikali ya Mapinduzi Zanzibar, zote tunazisikia zikinadi utamaduni wa nchi hizi. Maana leo tunakimbia kuletewa tamaduni za watu, basi nayo ionekane kuwa ni tunu. Lakini hilo nalo limepotea. Lakini lazima lipotee kwa sababu walishindwa kujua Jamhuri ndo nini, lakini kujua shirikisho ndo nini. Hilo naomba wasome mlielewe. Kuna kriteria zake za kuwa umoja unaoitwa shirikisho unakuwaje na Jamhuri inakuwaje. Sasa nini sisi tunataka? Mbona tunaonekana tuko kwenye Togo State? Wazanzibari, ni nafasi yetu leo kuzungumza hili. Wasitubabaishi, wasituchanganye. Halafu kubwa zaidi, samahani Binajma na wanasheria mlokuwepo hapa, walitaka kutuonesha kwamba wao wanasheria sana, kutujazia mambo ambayo hayakustahili kuwemo humu, yalitakiwa yamo kwenye sheria ndogo ndogo. Manake kuna mambo ambayo tayari wameshatengenezea bunge na cha kufanya kiwe nini, kazi ambayo haikuwa yao wao. Mwenzangu alisema inatakiwa very precise. Ndo katiba hiyo. Lakini hawa wenzetu, sijui niseme, ndo wanasema wao ndo mastermind, kwa kuwa ndo wameshaona dunia sana, wanataka kutufanya sisi vichwa vyetu vina mafuta. Huu mpangilio, mimi nimeangalia katiba nyingi duniani, lakini huu mpangilio walio structure hii katiba, basi hii ndo kwanza nione unique. Na wamefanya hivi si kwa kukosea, walifanya hivi kwa makusudi, wakijua huwezi wewe, tunaingia mpaka tunakaribia mwisho, sio ndo tunautafuta muundo wa serikali ngapi hatuoni. Sasa hii ni janja ya kufanya kwamba tukubaliane na hicho walichokiandika huu. Lakini nataka kuthibitisha kwamba hii rasimu ina mambo mengi ambayo yana contradict. Lakini kabla sijaenda mbali kuanza kufungua vile vifungu hivi, nataka niwaulize humu kwanza chengine ambacho wamekifanya, tunachoamini wengi wao inaonekana, manake sasa nafika niamini hivyo, na ndio maana tunasema haijamiti zile requirement za Wazanzibari na watu wananchi kwa jumla, kwamba hawa jamaa walifika pahali tunawaheshimu sana, lakini kuna lugha unapozitumia maana yake unatudhihirishia kwamba haya si maoni ya wananchi, ni maoni yenu wenyewe. Unaposema neno compromisation, maana yake tayari imefika pahali unataka kutengeneza muafaka wa jambo ambalo linaleta conflict. Lakini mwenzangu alithibitisha kuna vitu vimetajwa humu ambavyo hakuna mwananchi hata mmoja katika contribution alivichangia hivyo vitu, lakini vimo humu akina masheha na wengine, kwa sababu hapa we are talking about rasimu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo tayari wanaanza kutuonesha kwamba hichi kitu hakiko kwenye mikono ya wananchi, kiko kwenye fikira za wao na fikira ya serikali tatu, sio majority ya wananchi kwa Tanzania nzima. Hapa zaidi tulisikia kwenye masikio yetu, tulisikia wanaotaka serikali mbili na wanaotaka mkataba. Ndio tuliwasikia sio wanatoa maoni. Kweli wapo walitaka serikali nne, wapo pia walistaka, lakini serikali tatu si hatukusikia. Lakini inaonesha wazi kama hawa watu hivi vitu walitaka kuturidhisha, tuone kwamba wamekaa wakatengeneza vitu ambavyo pengine wamepoteza muda na tayari wametumia pesa nyingi za wavuja jasho za walipa kodi wa Tanzania. Walichotaka kutuonesha hapa na kwa ushahidi kwamba hakufikiria hivi. Leo watu 32, nataka nikuulizeni jamani, wananchi wa Zanzibar, watu 32 walioteuliwa kukisimamia kitu hiki. Nyinyi huko mtafanya research. Mkifanya research
supervisor wako utakwenda naye, lakini ukifika sasa kwenye panel kutetea research yako, kitu cha mwanzo mbali ya kuangaliwa wewe umeandika nini, lakini itaangaliwa neno kwa neno umefanya makosa gani. Ikionekana lese uhuru umeandika uhuri, basi mwenyekiti wa panel anaweza akakutupia research yako ya uso. Inaonekana wewe kufanya proofreading, na huo ni udhaifu wa kitaalamu. Ndio maana tunatakiwa, na nasema hivyo kwa sababu nasema na wasomi, ifike pahali umeshafanya utafiti wako, basi pepa yako mtafute kisupervisor kidogo mbali ya yule ambaye ni officially, asome ili akutoe makosa ya kuona kama afanye scanning. Lakini very unfortunately waliokaa watu ambao tunawaheshimu wamechaguliwa kwenda kutuwakilisha kulifanya jambo hili. Leo ibara moja kaachiwa Mwenyezi Mungu, hiyo haipo. Kama mnazo huko angalieni rasimu hili nalo, basi watu 32 wanashindwa kuona kama ibara ya 230 haipo. Ni kuonesha wazi kwamba hawa, mimi napata mashaka ama walikwisha kuiandaa before hii rasimu tayari waje nayo, na hasa kutokana na lugha ya compromisation. Lakini hata nyewe wenyewe mnaweza mkafanya utafiti. Hii rasimu ilivyokuwa published inaonekana imeandikwa tarehe 3 Juni 2013. Hebu tuangalie duration ya umalizikaji wa maoni na hii rasimu yenyewe kuteremka. For how long? Ni muda gani? Halafu tukae kwenye vichwa vyetu. Kama duniani tunaona ushahidi watu wanapoteza muda mrefu kufikiria vitu hivi kutushushia, is it possible kwa muda huo, interval hiyo mpaka ikashuka hii, unaweza kutuletea vitu kama hivi? Kwa hiyo hizo ni scientific approve zinazoonekana kama hichi kitu, kama vile wenzetu wamekaa wamekurupuka. Inawezekana ikawa sio lugha nzuri, lakini naweza kuitumia hapo pia. Mwanasheria utanilinda kama hiyo lugha itakuwa sio sawa. Lakini kuna mambo jamani, kuna mambo mengine hata mwanangu mimi wa miaka 4 hawezi kufanya. Ukifanya we msomi utaonekana kuna lugha naweza kuitumia, samahanini, it is primitive nonsense. Hapo kwa hapo vitu vinapingana. Hapo kwa hapo unatuletea vitu vinavyopingana. Tunakwenda kwenye Mathayo ibara ya 123 na 24. Kama mnazo hizo rasimu angalieni. Anasema nataka kutoa hiyo evidence maana yake nisionekane nasema kama na provoke. Angalieni. Anasema uwajibikaji wa wabunge. Mbunge atashika madaraka yake kwa mujibu wa katiba hii, na wakati wowote atawajibika moja kwa moja kwa wapiga kura. Wapiga kura jamani ni nani? Si wananchi? Kwa wapiga kura wake na chama chake cha siasa, ikiwa mbunge huyo ametokana na chama cha siasa, kwa kuwa tayari wameshamtengeneza mgombea huyo. Haya, tusome ibara hiyo mabano 2 sasa. Mbunge aliyependekezwa na chama cha siasa hatapoteza ubunge wake ikiwa mbunge huyo atafukuzwa au kuvuliwa wanachama wake wa chama chake. Jamani, huku wanachama na wapiga kura, mbunge unaambia wajibike. Wajibika ninavyofahamie, maana yake wanaweza kukuondoa, si ndio maana yake? Huku unasema hatovuliwa ubunge. Watu wamefikiria. Nataka mnisaidie nyinyi. Unaponiambia kuwajibika, maana yake mpaka kujiondoa katika madaraka. Wananchi wana mamlaka ya kukuondoa. Sasa msijitengenezee viduara vya kujibakisha. Na nataka nikwambieni ukweli, ndio pale nilipomuomba radhi mwenzangu. Hii katiba kinachoonekana wamejizungushia vizege zaidi wanasheria, kwa maana ya mahakama, na wamejiwekea zege nzito bunge. Humu mna ibara inasema rais akichemsha tu, lugha ya watu wa mjini, akichemsha tu bunge linaweza kumuondoa. Kwa ngapi vile? 25% jamani ya bunge. Hebu nataka nikuulize, bunge lenyewe lile 25%, tupo watu wa hesabu hapa.
huku sikufanya mchezo wa karata kila siku kumuondoa huyu kamweka huyu. Lakini very unfortunately wabunge wamesema kwenye ibara hakuna mandeti ya kumshtaki wala kushtakiwa mbunge akiwa bungeni akitoa kauli yoyote. Kama nasema uongo nitasoma Mathayo. Kwanza nakwenda kwenye ibara ile ile 123. Endapo mbunge kwa ridhaa yake atajiondoa, kujivua wanachama kutoka chama chake cha siasa, mbunge huyu atapoteza sifa ya kuwa mbunge na atasita kuwa mbunge, kwamba mpaka aondoshe kwa hiari. Sasa hii nilikuwa nataka nionyeshe jinsi ya effect zile ambazo zinaleta contradiction. Lakini tukija pengine sisi jamani, nataka tuseme mawili na haya ibara ya 50. Maanake hili nataka tulijue, na sisi kesho tutakuwa masuli. Nyote mliokuwepo hapa, mliokuwa hamjaolewa mtaolewa, mtazaa. Waliooa wataoa, watazaa na wataongeza. Waliooa wataoa zaidi na watazaa. Sasa hebu nataka muione impact ya hapa. Nataka muione impact ya hapa kwamba ibara ya 50, kwanza kabla ya 50 tunaambiwa kwamba ibara 22, binadamu wote huzaliwa kuwa huru. Binadamu wote huzaliwa huru na wote ni sawa. Hivi jamani, katika mila na silka zetu, wala tusiseme za Kizanzibari tu, za Kitanzania, hivyo mtu huzaliwa huru kwamba wewe, na hii itakuja kutukosti